Asante sana. Nafikiri wakati tunaipandisha presentation, na kama nilivyosema awali kwamba mimi nitamtangulia Linda presentation yake ya banking sector performance, na atakuwa na present kuhusiana na hizi benki mbili, sio sekta nzima, ni benki mbili, lakini ukishachukua benki zinazo control almost 50% ya biashara zote, inakuwa ni karibio zuri au proxy nzuri ya performance ya sekta nzima. Kwa sasa kabla haja zero in kwenye banking sector, nimeona nitangulize kwanza tuone tunaoperate kwenye mazingira ya kiuchumi ya namna gani, ili tuweze kupata picha kamili. Sasa sijajua Derek, umenipatia mimi kumove slide nipatie niweze kuzimove ili control kwenda haraka haraka, na kitu ambacho naweza nikasema kwamba Linda presentation yake iko detailed. Utaomba tu asiende haraka tu, zile slide zipitie tu taratibu tuzielewe vizuri. Ikitokea muda umekwisha, nitapropose kwa Derek na Ezekiel kama tutaishia hapo, afu wiki inayofuatia tuweze kuendelea hapo, sababu hizi ndio kati ya vitu ambavyo tunatakiwa kuvielewa wakati tunaelekeza kwenye benki. Leo tumeona maswali mengi, watu wanauliza MCB mbona inaporomoka? Ile sio kwamba inaporomoka, ile ni adjustment. Kitu chochote ambacho kimeenda beyond fundamentals lazima kirudi adjust kwenda kwenye fundamentals. Kwa sasa hivi tusiende kwa mwemko tu kama base na pano unashangilia, jaribu kuangalia fundamentals zake zikoje. Kwa ushiriki ukijua kwamba hapa saa nanunua bei inapanda, lakini iko nje ya fundamentals, kwa kila kipande kiendacho juu lazima kitashuka. Kwa hiyo ndio maana nataka nitangulize kwanza na mambo ya mazingira ya kiuchumi ili tuweze kujua kwamba banking sector zinaoperate katika mazingira gani. Na nianza leo slide kutoka kwenye economic review, simply to show kwamba hizo lines za katikati ambazo nimezizungushia, hiyo ndio liquidity ambayo inakuwa created na banking sector ya kwenye uchumi, kwamba katika sources za money supply kwenye uchumi. Ni jambo tumeshalisema sana siku za nyuma. Banking sector nafiwa na create almost 90% na liquidity iliyoko kwenye uchumi. Kwa hiyo ni sekta muhimu, ni taasisi muhimu ambazo zikipiga chafu ya uchumi wote unapata homa. Kwa hiyo ni vizuri tukazielewa zina perform vipi katika mazingira tulionayo ya kiuchumi. Na maana katika presentation yangu nitakava kidogo hali ilivyo sasa hivi ya kiuchumi, hiyo credit growth ikoje, mfumuko wa bei nitagusia kidogo, na sera ya fedha ikoje ya serikali au ya mamlaka, pamoja na sasa sekta ya benki inaathirika vipi kutokana au ina perform vipi kwenye hali kama hii ya kiuchumi. Ambako sasa swali linakuja kwamba je, kukiwa na ukuaji wa uchumi peke yake inatosha kuchochea kukua kwa uchumi? Tumeiona miaka mitano iliyopita kwamba credit ilikuwa inakuwa kwa kasi nzuri, mikopo ilikuwa inatolewa kwa wingi. Sasa swali ni je, tuko kwenye mazingira ambayo ni kweli kwa hiyo credit inaongeza kasi ya kukua kwa uchumi? Na je, kama sustainable economic growth? Wakati huo serikali inatakiwa kudhibiti mfumuko wa bei na bila kuathiri ongezeko la mikopo, vile bila kuathiri business investments, uwekezaji. Kwa maana hiyo, kwa sababu haya ni maswali ambayo sasa hivi tuko katikati ya hilo dimbu, kama tuko katikati ya mfumuko wa bei ambako mamlaka tumeshasikia zimechukua jitihada za kupambana na huo mfumuko wa bei, lakini vile kama nilivyoonyesha hapo nyuma kwamba credit growth haitaki kupungua sana ili iendelee kuulisha uchumi. Kwa na imani kwamba siku moja itaweza kufilter into business investment na iweze kweli kuchochea kukua kwa uchumi. Kwa sasa hivi hali ilivyo, so far so good, tuko pazuri licha ya changamoto zilizoko za kimataifa, lakini bado tuna credit GDP growth ya 6% ambao so far ni nzuri katika top 10 katika Afrika tumo, na credit growth imekuwa ikikua kwa 15% mpaka 20% angalau kwa miaka 3, 4, 5 iliyopita. Kwa
hii ilikuwa ni mavuno, ni kipindi cha mavuno sana cha banking sector kwa sababu ya credit growth. Lakini ukuaji huo unakuwa bado hujaakisiwa vizuri kwenye kasi ya ukuaji wa pato la taifa, GDP growth. Sasa hapa kwenye bullet ya 3 mtu ataniuliza kwamba ni kiwango kipi cha GDP growth ambacho labda ingekuwepo tungeweza kusema kwamba kweli credit growth imefikia huko kwenye kwa uchumi. Nafikiri kama kuna wachumi wananisikia hapa wata confirm au various literatures ambao kidogo wanaonyesha kwamba kama credit growth ikiwa inaenda kwenye productive sectors of the economy, GDP growth inatakiwa iwe at least nusu ya ile rate ya credit growth. Kwa maana ya kuwa na credit growth ya 20%, tunategemea labda miaka 2-3 inayokuja tuanze kuwa na GDP growth ya 8, 9, 10. Hapo ndo tutasema kweli ongezeko la ukwasi kweli linaingia kwenye uzalishaji. Sasa hali ilivyo, bullet ya 4 hapa inaelezea kwamba kuna mfumuko wa bei ambao kimsingi umesababishwa na supply side factors kama tulivyosema kwenye presentations kadhaa za siku za nyuma. Na tumeona jinsi ambavyo Benki Kuu kwenye monetary policy framework yake mwaka huu mwaka wa fedha unaanzia Julai mpaka Juni mwakani ameweka hiyo sentence anasema kwamba tutakuwa na less accommodative monetary policy. Nitaigusia kidogo ina maana gani huko mbele. Ambako mzee kama unasikia usisio kasita kuniambia nimebakiza dakika ngapi ili nimwachie uwanja Linda. Sasa ukuaji mkubwa wa mikopo, lakini kuna ukuaji wa uchumi wa kawaida. Sasa hicho kitendawili tunakipegua vipi? Kwamba katika kipindi cha miaka 5 iliyopita kweli tumeona kumekuwepo na mikopo inaongezeka kwa kasi, lakini ukuaji wa pato la taifa imekuwa wastani wa 6%. Kwamba ile ongezeko alijaakisi ongezeko au GDP growth haijaakisi ongezeko la mikopo. Kwa hiyo tija ya uwekezaji unaofadhiliwa na mikopo bado ni ndogo. Ndio hiyo sentence ambayo nilikuwa naisema siku za nyuma kwamba credit growth inawezekana bado hatujaanza kuiona kwenye the real economy. Sasa ni sababu zipi zinaweza zikasababisha kuwa na hicho kitendawili? Kwamba kuna possibility kwamba mikopo mingi inaenda labda kwenye biashara na matumizi. Biashara ya uchuuzi ambao sio uzalishaji pamoja na consumption. Inawezekana ni moja ya sababu inaweza kusababisha ongezeko la mikopo lisionekane kwenye GDP. Labda wakati mwingine ni changamoto za miundombinu, nishati na mazingira ya biashara kwamba yako very challenging, kwa hiyo unakuta bado gharama za kufanya biashara ziko juu zaidi. Unakuta hata kama ni mkopo utakuwa unaishia tu huko njiani bila kwenda kwenye actual production. Lakini kuna hiyo bullet ya 3, inawezekana kuna credit growth ambayo pengine imeenda kwenye baadhi ya miradi mikubwa ambao huwa inachukua muda kuonyesha matokeo. Sasa hii ndio inatupa moyo kwamba labda tutegemee miaka 2-3 inayokuja ili ongezeko la mikopo sasa hivi labda itakuja kutoa matunda huko mbele. Lakini kuna uhusiano bado ambao sio mzuri. Bado tunashindwa kujua ile transmission ya credit kwenda kwenye export na manufacturing output ikoje. Hapo bado kuna tatizo. Lakini ujumbe mkubwa ni kwamba ukuaji wa mikopo pekee hauwezi kuongeza ukuaji wa uchumi isipokuwa fedha hizo zikielekezwa kwenye shughuli za uzalishaji zenye tija. Tumeona kuna mfumuko wa bei. Was it cost push or demand pull? Tushaye kuulizana ile swali miaka ya nyuma au si miaka ya nyuma, wiki kadhaa za nyuma. Ukweli ni kwamba tumeona mfumuko wa bei ambao umeletwa tunaweza gharama za mafuta na nishati, athari za mabadiliko ya tabia nchi zinaathiri baadhi ya uzalishaji wa chakula, lakini na kupanda kwa gharama za bidhaa zinazoagizwa kutoka nje kutokana na hizo vurugu zinazoendelea duniani pamoja na gharama za usafirishaji na ugavi. Kwa mfumuko wa bei kimsingi umesababishwa na cost push, hizi supply side factors. Na katika mazingira tuliyopo geopolitics bado hazijapoa, bado zinaendelea kuwepo. Kwa bado tuko kwa mazingira ambayo kuna possibility kuendelea kuishi na huo mnyama anaitwa mfumuko wa bei for extended period of time. Kwa maana yake ni kwamba kama Benki Kuu ametumia monetary policy kupambana na viwango vya riba monetary policy kupambana na mfumuko wa bei ulioletwa na cost push.
hali nafikiri itaendelea kuwa ngumu kidogo, kwa sababu riba imeongezeka CBR, lakini hizo measures haziwezi kusaidia kuongeza uzalishaji wa chakula, kushusha bei ya mafuta ya duniani huko, au kutatua changamoto za usafirishaji na kuongeza uzalishaji wa nishati. Kwa mnaona bado tuko kwenye mtego, tunaishi kwenye sehemu ambako bado kuna mtego. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho labda kwa wanaohusika ni kama mfumuko wa sasa hivi unatokana na upande wa uzalishaji, unahitaji sera za fedha sawa, lakini zishirikiane na sera za kibajeti, mageuzi ya kiuchumi, structural reforms, kufanya kazi kwa pamoja ili kuweza kuwa na tija. Sasa sera ya fedha, nimesema kama nitagusia kidogo kuhusu sera ya fedha, ambao wamesema kwamba wameshaanza kupandisha CBR, ambayo na kwa kusema watakuwa less accommodative, ni kwamba ni sera ambayo ina nia ya kupunguza ukwasi au kupunguza ongezeko la ukwasi kwenye uchumi, ambao sana sana itaongeza gharama za fedha, funding cost, itapunguza kasi ya ukuaji wa mikopo. Hii ni impact kubwa sana kwa banking sector, lakini business investments au private investments zinaweza zikapungua kwa sababu gharama za kupata mkopo kuwekeza zitakuwa zimeongezeka. Lakini matumizi yanaweza yakapungua kwa sababu kama interest rates ziko juu, inawafanya watu waone kwamba okay, baada ya kutumia leo kama nikiziweka kwenye deposit au nikiziweka benki napata riba kubwa, inaweza ikawafanya watu waahirishe kutumia leo kwa ajili ya kuweka akiba. Sasa challenge kubwa walionayo wahusika hapo ni kubalance, kuwa na hii trade off, kwamba unataka kudhibiti mfumuko wa bei ambao unataka kuibalance kwa kudhibiti kukua kwa mikopo. At the same time unataka kuimarisha udhabiti wa uchumi, macroeconomic stability, lakini at the same time utakuwa umepunguza uwekezaji, private investment. Wakati unataka kuongeza credibility ya policy, kwamba at least mamlaka zionekane zina uwezo wa control hii hali, sasa itaendana na kasi ndogo ya ukuaji wa uchumi, kama nilivyowaambia kwamba kilichosababisha mfumuko wa bei kiko upande wa supply rather than demand. Kwa hapo mtaona mamlaka walivyo na kazi ya kubalance hii act. Kwa kama una ndugu yako huko benki kuu, huko kwenye kamati ya pati usingizi, ndo anahangaika kusoma hizi data kwamba tuna balance wapi. Ndio kazi kubwa alionayo. Kwa sekta ya benki ina maana gani sasa? Tuje kwenye sekta yetu ya benki. Sasa sekta ya benki inaingia kwenye mazingira mapya ambayo yana fursa kadhaa na changamoto kadhaa. Upande wa fursa ni kwamba kuna possibility kuongezeka mapato, kwa sababu mikopo mipya atakayoanza kuingia kwa bahati mbaya inaweza ikaanza kuwa na viwango vya riba vya juu. Kwa sababu ndio ilikuwa nia ya benki kuu kupandisha viwango vya riba, ili mabenki na yenyewe yaanze kupandisha viwango vya riba. Na ndugu zangu hapa walikuwa na mtaski, ndugu yangu presenter yetu wa kwanza, kwamba viwango vya riba viko juu, inawezekanaje wakavipunguza. Lakini mamlaka katika kupambana na mfumuko wa bei na kupunguza ongezeko la kasi, ongezeko la ukwasi kwenye uchumi, ilipandisha CBR ili kuzifanya benki zianze kuongeza viwango vya riba kwa mikopo wanayokopesha mipya. Kwa benki hii inaweza ikaonekana kama inaongeza faida, lakini ukuaji wa bidhaa za akiba, kwamba watu watakuwa enticed kuanza kudeposit kwa sababu viwango vya deposit rates na viwango vya riba kwenye uchumi kama vikiongezeka, mtu atakuwa anaona kuna faida zaidi kuto consume hizo pesa leo ziweka benki. Kwa benki inaweza ikawa ni kitu kizuri, lakini kuna hii ambayo nimeipigia mstari kwamba at least kuna kuwepo na kuboreka kwa nidhamu katika utoaji wa mikopo. Sasa hii siongelewe kwamba labda kulikuwa kuna nidhamu, lakini ni dunia nzima kipindi cha rapid credit growth, mara nyingi banking sector wanapunguza kidogo zile credit standards. Lakini kwa mtikisiko ambao umetokea, lazima kanidhamu kataongezeka kuweza kutoa hii mikopo, na ili at least mikopo hiyo inapelekwa sehemu zenye uzalishaji. Changamoto nizipitie kwa haraka, na kuwepo na kasi ndogo ya ukuaji wa mikopo, kupungua kwa mahitaji ya mikopo, labda na possibility ya kuongezeka mikopo chechefu, lakini na shinikizo kwa biashara na kaya kukaa na gharama kubwa za riba.
Kwa hiyo kipaumbele kwa benki itakuwa ni kuboresha credit standard, kuendelea kutoa mikopo kwenye sekta ambazo zinaongeza uzalishaji na kuimarisha usimamizi wa hatari, risk management, lakini kusaidia sekta zinazochochea ukuaji endelevu wa kiuchumi. Kwa hiyo hitimisho, katika kipindi kijacho, mafanikio ya sekta ya benki hayatapimwa kwa kasi ya ukuaji wa mikopo pekee. Hii nimepigia mistari ili hata wakati tunafanya analysis za mabenki yetu waelewa na operate katika mazingira gani. Tunataka wawekeze mikopo yake, waielekeze sehemu ambazo ni SMEs, biashara ndogo ndogo. Tunajua zina gharama kubwa na pengine inachukua muda hiyo mikopo kuja kuleta tija. Kwa hiyo inawezekana katika waka-slow down wakati wanafanya proper analysis kwamba ni sekta ipi ambayo inaweza ikapokea mikopo na ikazalisha. Kwa hiyo sio akatoa quarterly report kuona labda mikopo ni slow down, anza kusema benki haiperform. Kiko kwenye kipindi ambacho kweli kiko very challenging, kwa hiyo itabidi tuwapime kwa vigezo vingine vingi zaidi. Na Linda atatusaidia kutufundisha ni vigezo vipi vyote tunavyotakiwa kuviangalia. Kwa benki tutazipima kwa uwezo wake wa kuelekeza rasilimali kwenye shughuli zinazoongeza tija, zinazozalisha na zinazoongeza ajira na ukuaji endelevu, sustainable growth wa uchumi wa Tanzania, yani ile productive sector. Kwa sasa baada ya kuongelea mambo ya uchumi mkuu macroeconomy, kwenda kwenye sera ya benki, ni kwamba baada ya kupitia mazingira ya uchumi yenye sifa ya ukuaji mkubwa wa mikopo, ukuaji wa wastani wa uchumi, mfumuko wa bei unaochochewa zaidi na upande wa uzalishaji, pamoja na mwelekeo wa sera ya fedha kupunguza kasi ya ongezeko la ukwasi. Sasa tuangalie namna mazingira ya hayo yanavyoathiri utendaji, yanavyoathiri utendaji wa sekta ya benki hapa nchini Tanzania.